Ni kweli leo Yanga anakutana na Al Ahly. Ni miongoni mwa mechi ngumu ambazo Yanga wanazo kwenye group lao, ukizingatia ukubwa wa timu yenyewe, nikiwa na maana ya mabingwa mara nyingi zaidi wa bingwa Afrika Al Ahly. Lakini pia ukilinganisha na historia ya kwenye michuano hii, haina historia nzuri sana, lakini kitu ambacho nimeshangaa ni jinsi ambavyo Yanga wanaiendea hii mechi. Nadhani Yanga kufika fainali ya kombe la shirikisho mara moja ni kama imewapa jeuri, imewapa kiburi, kitu ambacho ni kibaya sana. Nilikuwa nafuatilia jinsi Yanga wanavyoiendea hii mechi. Wanaiendea kama ni mechi ya kawaida sana. Wanaiendea kama ni mechi ambayo wanaweza kupata matokeo muda wowote. Lakini kiuhalisia ushindi kwa wao inaweza ikawa ni kwenye 5% kati ya 100%. Hakuna uwezekano wa Yanga kupata ushindi kwa mbinu walizozitumia. Huwezi kupata ushindi nyumbani kwa Al Ahly. Umeenda unakubali kila kitu ambacho wanafanya, unapewa usafiri, unapokea. Kitu ambacho Yanga wanakikosea ni kulinganisha Yanga ya ligi kuu na Yanga ya kimataifa, na hichi ndicho kilichowaponza kwenye mechi ambazo zilipita za klabu bingwa walizoishia makundi. Kulinganisha matokeo ambayo unamfunga timu ya Tanzania hapa, unaifunga labda Mashujaa juzi goli 6, kuamini kwamba una timu nzuri ya kwenda kumfunga Al Ahly. Yanga wanatakiwa wafahamu kwamba ligi ya ndani haijawahi kuwa kipimo halisi cha kwenda michuano ya kimataifa. Mfano halisi kabisa ipo kwa Simba. Simba inaweza ikafanya vibaya sana, ikafanya vibaya kwenye michuano ya hapa ndani, lakini ikienda nje ina standard yake imeseti. Kwa hiyo Yanga yenyewe pia isitumie matokeo ya ndani sana. Matokeo ya kumfunga Mashujaa ambayo tunafahamu timu nyingi za ligi kuu Tanzania hapa ni wenza wa Yanga. Hiyo iko wazi, ni wenza wa Yanga. Kwa hiyo hatuamini sana kwenye matokeo ya ndani. Kitu ambacho naweza nikasema Yanga hawatakuwa na uwezo wa kumfunga kama wanategemea matokeo ya hapa ndani. Tuzungumzie wachezaji ambao Yanga inao kwa sasa, ukilinganisha na wachezaji ambao walipita. Yanga hii tunayozungumza, Yanga iliyotolewa makundi, ilitolewa kwa Mkapa pale kushindwa kupata goli moja, ni Yanga iliyokuwa na watu kama kina Aziz Ki. Yanga ilikuwa na wachezaji wakubwa kweli kipindi hicho, ikatolewa makundi. Yanga ilikuwa na kocha mkubwa kweli, ikatolewa makundi. Sasa hivi nazungumza Yanga ambayo imani yao ipo kwa Alan Okello, ambaye hizi ndio mechi zake za kwanza za kubwa anacheza. Hajawahi kucheza timu yoyote ambayo inashiriki mashindano makubwa. Ametoka AFCON, ndio mechi zake za kwanza kubwa, amekuja Yanga. Unamwona kama ni mchezaji mchanga mdogo, bado anahitaji kuelekezwa vitu vingi sana kwenye soka, hususan kwenye mechi hizi kubwa za kimataifa. Kwa hiyo aina wachezaji ambao inao Yanga kwa sasa hivi kina Dumbia. Wewe nikikuuliza sasa hizi Dumbia umewahi kumuona wapi kwenye michuano mikubwa ya Afrika ya kitamba? Umewahi kumuona kwenye namba gani kubwa za Afrika? Hakuna. Kwa hiyo bado Yanga wachezaji wake waliopo nao kwa sasa, aina ya wachezaji wao waliosajili wanahitaji misimu 2-3 kuweza kufanya vizuri. Kwa sasa siamini kwamba wanaweza kufanya jambo kubwa sana kumfunga Al Ahly, siamini. Kupoteza sana na kujisifia Yanga ni kufungwa goli zaidi ya 3. Wanaweza wakajisifia, lakini nje ya hapo tunaweza kushuhudia kiama. Na ni watahadharishe tu kwamba Yanga wanamalizana na Al Ahly, wanarudi naye kwa Mkapa. Kwa hiyo Al Ahly mwenyewe anafahamu ugumu wa mechi kwa Mkapa. Kwa hiyo ili amalize mchezo wake mapema ataumalizia kule Uarabuni. Kwa Yanga ijiandae vizuri, lakini tunachokiomba sisi ni kuepuka aibu ya taifa. Yanga wasijiamini sana, wana timu changa mno, wasipewe kichwa na matokeo ya Mashujaa goli 6, wasipewe kichwa na matokeo ya kumfunga nani goli 5. Bado wana wachezaji wachanga, wana wachezaji wadogo, wana wachezaji wapya, ndio kwanza timu inajitafuta. Kocha wao ni mdogo sana Afrika. Ukiniuliza mimi kocha wa Yanga historia yake kubwa Afrika sijawahi kuisoma popote. Kwa hiyo siamini kama wana uwezo wa kufanya vizuri kwa michuano hii. Wajiandae kwa lolote, kwa sababu Al Ahly kwenye michuano kama hii hana msalia mtume. Moja kati ya pengo kubwa ambalo Yanga hawalizungumzi na naona kama ameliziba, alafu wanahisi kama ameliziba, ni kukosekana kwa Clement Mzinze. Moja kati ya wafungaji wao bora, moja kati ya mchezaji bora, mchezaji mwenye goli bora Afrika mpaka sasa. Kwenye kutuzo za juzi amefanya vizuri. Yanga wanamkosa mchezaji huyu, ili linaweza kuwa ndio pengo kubwa kweli, kwa sababu Mzinze amekuwa mchezaji mahiri sana kwenye michuano hii ya kimataifa. Amekuwa mtu ambaye anaweza akabadilisha matokeo muda wowote. Kumbuka mechi kati
mechi ya Yanga na TP Mazembe kwa Mkapa, yeye ndiye aliwapeleka Yanga hatua nyingine. Kumbuka mechi kubwa nyingine ambazo wamewahi kucheza Yanga, Mzize ndio aliyofanya hivyo, lakini kwa sasa wanamkosa, ni majeraha. Nadhani Yanga wanahitaji kutafuta aina nyingine ya mchezaji kama huyo, lakini kumpata ni ngumu. Ndio maana unaona usajili mkubwa wa Yanga wamefanya kwenye eneo la mbele la ushambuliaji kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya Mzize na Zibwa, lakini mpaka sasa kukosekana kwa Mzize kunaweza kuwa kosti mno Yanga na kunaweza kuwakosesha aina nyingi ya magoli. Wachezaji wa Yanga wengi ambao wanafanya saizi ni wachezaji viungo ambao kwenye mechi za kimataifa kama Al Ahly huwezi kumuona mchezaji kiungo akifunga goli. Amewahi kufunga mara moja Pacome kwenye mechi ya Al Ahly kwa Mkapa, lakini nadra sana kuwashuhudia wachezaji kama wakifanya vizuri. Mchezaji kama Mzize ni mchezaji ambaye unategemea kwenye nafasi 4 za wazi anaweza akafunga 2 3, lakini kumkosa ni pengo kubwa, na naamini Yanga kwenye hiyo wanajutia kwa kasi, lakini hataki kusema. Ambacho Yanga anatakiwa kufanya kwa sasa ni either kupunguza idadi ya magoli, of course kwa labda na kufungwa goli moja kuepuka aibu ya taifa, lakini pia inaweza ikatengeneza mazingira pia ya kupata sare ambayo ni ngumu kwa mazingira ya klabu ya Al Ahly na pointi walizonazo. Yanga wana pointi 4, Al Ahly wana pointi 4, kila mtu bado hajapata nafasi ya kwenda. Kwa hiyo kupata sare pia kwa Yanga ni kazi ambayo anatakiwa kuifanya kwa usiku na mchana, lakini ukiniambia mimi nitabiri mchezo wa leo kati ya Yanga na Al Ahly, naweza kukwambia Yanga anaweza kapoteza na sio chini ya goli 2, kwa sababu historia ya timu, uwezo wa timu, lakini hata jinsi Yanga walivyoiendea hii mechi, wameiendea kawaida mno kiasi kwamba hawaonyeshi kwamba wameikomalia hii mechi, hawaonyeshi kwamba wamezuia fitna nyingi za Waarabu, na tunafahamu ukienda Waarabuni usipokuwa mjanja wakati wa kuingia tu unaanza kuchezea michezo mingi. Nimeona Yanga wana relax sana, viongozi wao wanazungumza vitu vyepesi sana, tahadhari sio kubwa kiasi hicho, kitu ambacho kitawapoteza. Kwa hiyo mimi kuniambia utabiri wangu, Yanga anapoteza huo mchezo.